Viashiria vya kusudio la shambulio la wanamapinduzi lililozimwa mwaka 2023 likilenga kuipindua serikali ya mpito ya Burkina Faso chini ya Ibrahim Traore limeripotiwa tena, ambapo taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya rais ikulu ya Wagadugu ilitangaza kwamba imezuia jaribio la mapinduzi mapema juma lililopita, jaribio ambalo lilifanywa na maafisa wa kijeshi waliokusudia kushambulia taasisi na kuingiza nchi katika machafuko. Maafisa 4 wa jeshi walikamatwa kwa tuhuma za kuhusika katika njama hiyo, huku wengine 2 wakiripotiwa kutoroka vituo vyao vya kazi na hawajawahi kuonekana tena nchini Burkina Faso hadi hivi sasa. Rais wa mpito Captain Ibrahim Traore kupitia makachero wake alifichua kwamba maafisa wa kijeshi walioshirikiana na wazandiki walipanga mashambulio kwa lengo la kuchukua madaraka, kitu ambacho alidhibiti jaribio hilo na kuliita upuuzi wa wapuuzi. Baadhi ya maafisa hao wa kijeshi waliokamatwa ni pamoja na Luteni Kanali Didier Bamoun, kamanda wa zamani wa operation katika mapambano dhidi ya ugaidi. Serikali ya Burkina Faso ilitangaza kuzuia jaribio lingine la mapinduzi lililoongozwa na mpinduliwa Luteni Kanali Paul Henri Damiba, aliyekuwa kiongozi wa kijeshi aliondolewa madarakani mwaka 2022 katika mapinduzi yaliyoongozwa na kamanda Ibrahim Traore, rais wa sasa wa Burkina Faso. Watu kadhaa walikamatwa kuhusiana na njama hiyo, akiwemo Ahmed Kinda, kamanda wa zamani wa kikosi maalum nchini humo. Hata hivyo, taarifa hizi ziliripotiwa na shirika la habari la redio ya kimataifa ya Ufaransa RFI, Radio France International, zilishia kutaja majina ya watu binafsi tu walihusika katika njama za kumuua kamanda Ibrahim Traore na kuelezea juu ya makusudio ya majaribio ya mapinduzi yajayo na njama za kuvuruga utulivu wa nchi zikihusisha maafisa wa kijeshi na washirika wao, lakini kuna makundi na mataifa ya magharibi hayakutajwa katika orodha hiyo. Mtazamaji wa BMTV Tanzania, karibu tena katika sehemu ya 5, ambapo sehemu iliyopita tuliangazia juu ya kwa nini kamanda Traore yu hai mpaka hivi sasa, na kwa leo tunakuletea orodha ya vikundi na mataifa yanayotaka kamanda Traore aondoke madarakani kwa njia yoyote ile. Wahenga walisema, ukimwona nyani mzee ujue kakwepa mishale mingi, na wengine wakaenda mbali zaidi kwa kusema adui wa mtu ni mtu wa nyumbani kwake mwenyewe. Hata vitabu vya dini vinagusia swala hili. Ogopa sana mtu ambaye huwakaribisha watu wa mbali kwa ajili ya kukuteketeza wewe, na inaweza isiwe kwa faida ama kwa maslahi ya mtu huyo. Hii ndiyo hali halisi ya vuguvugu linalomkuta kamanda Traore katika utawala wake wa kijeshi nchini Burkina Faso. Maadui, wasaliti, wanafiki, wazandiki na wanapropaganda pamoja na wengineo wengi kutoka ng'ambo na ndani ya Burkinabe wanaonekana kujawa tamaa ya kujiwekea historia ya kukalia uongozi wa nchi, japo hata kwa masaa kadhaa, wakitaka kutumia namna yoyote hata kumwaga damu ya Traore ili washike hatamu ya madaraka katika ikulu ya Kosia nchini Burkina Faso, kitu ambacho mwenyewe Rais Ibrahim Traore kinamfanya kuishi kwa tahadhari kubwa mno na kuboresha namna ya ulinzi wake pamoja na intelijensia. Mwaka 2022 hadi mwishoni mwa mwaka 2024, kamanda Traore ameponea chupu katika majaribio 19, yote yakilenga kumuua kabisa. Lakini swali la kujiuliza ni nani hao wapo nyuma ya mikasa hii yote, na sababu kubwa ni nini hadi watake kumuua afisa huyu mdogo aliyeandika rekodi ya kipekee katika historia ya nchi ya Burkina Faso.
Paul Henri Damiba anatafutwa kwa hali na mali na serikali ya Burkina Faso, apatikane akiwa hai au akiwa mauti, kutokana na kutajwa kuhusika katika majaribio ya kuipindua serikali ya Kamanda Traore. Mnamo Septemba mwaka 2024, serikali ya Burkina Faso ilitangaza kwamba ilizuia jaribio la mapinduzi lililoongozwa na Luteni Kanali Damiba dhidi ya utawala wa Traore. Damiba alikuwa ameongoza mapinduzi ya kijeshi mnamo Januari mwaka 2022, akimuondoa madarakani Rais Roch Christian Kabore. Hata hivyo, mnamo Septemba mwaka 2022, Damiba naye aliondolewa madarakani kupitia mapinduzi mengine yaliyoongozwa na Captain Ibrahim Traore, ambaye alimshutumu Damiba kwa kushindwa kukabiliana na uasi wa wanamgambo wenye itikadi kali nchini humo. Baada ya kuondolewa madarakani, Damiba alikimbilia Togo. Mnamo Oktoba mwaka 2024, alifutwa rasmi kutoka jeshi la Burkina Faso pamoja na maafisa wengine, wakituhumiwa kwa kuhatarisha hadhi ya kijeshi kwa nia ya kubeba silaha dhidi ya serikali na kudhuru ulinzi wa taifa. Serikali ya Burkina Faso inamshtumu Damiba kwa kuhusika kwake katika mapinduzi na kuhatarisha hali ya usalama nchini Burkina Faso. Makundi ya kigaidi, hasa yale yenye mafungamano na Al-Qaeda na ISIS, yanataka kumuua Captain Traore kwa sababu ya msimamo wake mkali dhidi ya ugaidi na juhudi zake za kuimarisha usalama nchini Burkina Faso. Kuna sababu kadhaa zinazowafanya wanamgambo hao kumlenga Traore. Sababu ya kwanza ni operation kali dhidi ya ugaidi, ambapo Traore amekuwa akiendesha kampeni kubwa za kijeshi dhidi ya wanamgambo hao. Ameongeza mashambulizi ya jeshi la Burkina Faso kwa msaada wa wanamgambo wa kujitolea VDP, na hii imepunguza uwezo wa magaidi ya kufanya mashambulizi kwa uhuru zaidi. Sababu ya pili ni kupunguza ushawishi wa magaidi, hasa maeneo ya vijijini. Makundi ya kigaidi yamekuwa yakitumia maeneo ya vijijini kujipanga na kupata wapiganaji wapya. Serikali ya Traore imeanzisha mipango ya kusaidia wananchi wenye silaha kupambana na magaidi, jambo linalotishia mtandao wa magaidi hao. Na sababu ya tatu ni kukataa misaada ya kijeshi kutoka nchi za magharibi. Tofauti na watangulizi wake, Traore amejitenga na msaada wa kijeshi kutoka Ufaransa, akilenga kushirikiana zaidi na nchi kama Urusi kupitia kundi la Wagner, ambapo magaidi wanahofia kuwa ushirikiano huu unaweza kuimarisha uwezo wa jeshi la Burkina Faso kupambana nao. Sababu ya nne, kushirikiana na nchi jirani kupambana na ugaidi, ambapo Traore ameshirikiana na Mali pamoja na Niger katika muungano wa kijeshi wa Alliance of Sahel States IES, ambao unalenga kupambana na ugaidi bila kutegemea mataifa ya magharibi. Magaidi wanahofia kuwa muungano huu unaweza kudhoofisha operesheni zao katika ukanda wa Sahel. Na sababu ya mwisho ni kuzuia kuenea kwa itikadi kali, ambapo serikali ya Traore imekuwa ikidhibiti ueneaji wa itikadi kali kupitia vyombo vya habari na taasisi za kidini, jambo linalokwamisha juhudi za magaidi kusajili wapiganaji wapya. Kwa ujumla, Traore amejiweka katika kikwazo kikubwa kwa makundi ya kigaidi, na ndiyo maana wanamlenga kwa mashambulizi na njama za kumuua. Sababu kubwa inayowafanya wapinzani wa serikali nchini Burkina Faso watake kumuua Kamanda Traore ni baada ya kamanda huyo kuongeza kipindi cha mpito cha utawala. Mnamo Mei mwaka 2024, serikali ya kijeshi ilitangaza kuongeza kipindi cha mpito kwa miaka mingine 5, ikichelewesha uchaguzi hadi mwaka 2029. Hatua hii ilichelewesha kurejea kwa utawala wa kiraia
na kuzua wasiwasi miongoni mwa wanasiasa na wananchi wanaotaka demokrasia kurejeshwa haraka, lakini pia kuvunjwa kwa serikali na kufukuzwa kwa waziri mkuu, ambapo mnamo Disemba mwaka 2024 Traore alimfuta kazi waziri mkuu Apollinaire Joachim na kuivunja serikali bila kutoa sababu za wazi. Hatua hii iliwafanya wapinzani kuanza kumchukia Traore kwa kufanya maamuzi ambayo wao waliyaita maamuzi yasiyozingatia utu na kuahidi kumpinga hadi atakapotoka madarakani. Mataifa ya Magharibi yakiongozwa na Ufaransa ni kundi la mwisho ambalo limekuwa likitajwa mara kwa mara kuhusika katika kuratibu, kuhonga na kuahidi zawadi za pesa kwa mtu au kikundi cha watu watakaofanikiwa kumuua kamanda Traore. Ufaransa imekuwa na uhusiano mgumu na Traore tangu alipochukua madaraka mnamo Septemba mwaka 2022 kupitia mapinduzi ya kijeshi, na tangu wakati huo uhusiano wa Burkina Faso na Ufaransa umeanza kuwa mgumu. Ufaransa, ambayo ilikuwa na ushawishi mkubwa katika nchi ya Burkina Faso na nchi za Sahel kupitia operation zake za kijeshi, imekuwa ikikosoa vikali hatua za uongozi wa kijeshi wa Traore. Maamuzi ya Ibrahim Traore na serikali yake ya kuondoa wanajeshi wote wa Ufaransa kutoka Burkina Faso pamoja na kufunga misafara ya kijeshi ambayo Ufaransa ilikuwa na sehemu kubwa ya ushirikiano na nchi za Sahel yamefanya sasa kuwepo kwa uhasama mkali kati ya nchi hizo mbili, yakichangiwa na maamuzi ya Traore ya kuikataa misaada yote kutoka Ufaransa na kuboresha uhusiano wa nchi nyingine zinazopinga vikali sera ya nchi za Magharibi ikiwemo Urusi, Uchina na Korea Kaskazini. Kunataja kuwa moja ya chanzo cha Ufaransa kuhusika katika kuratibu majaribio mbalimbali yaliyolenga kuondoa uhai wa kamanda Traore. Usichokifahamu ni kwamba kuondolewa kwa wanajeshi wa Kifaransa nchini Burkina Faso kumefanya nchi hiyo kukosa baadhi ya rasilimali muhimu kutoka ukanda wa Sahel, ikiwemo madini, kwa kuwa sasa wanatakiwa kuyanunua madini hayo, tofauti na mwanzo ambapo walikuwa wakiyanyakua bure bila gharama yoyote. Ni ukweli kwamba majaribio haya yanayotekelezwa yamelenga kuondoa uhai wa kamanda Traore kwa njia yoyote ile, ili utawala wa kinyonyaji, wizi na mauaji urejee tena katika taifa la Burkina Faso. Inahitajika elimu ndogo sana kuwakumbusha wana Burkinabe na kuwaonesha ni nini kiliwakuta wana wa Libya baada ya kumuua Kanali Muammar Gaddafi, ni nini hatima ya kamanda Ibrahim Traore na taifa lake la Burkina Faso. Tukutane tena katika sehemu ijayo. Jina langu ni Castle Elias.